Mwenyezi Mungu wa milele, uliotuhaidi mbingu mpya ambapo haki yako itafunuliwa, tunakusihi uliongoze kwa Roho Mtakatifu. Ngojea mwana wako ili atakapokuja tena mlaki kwa shangwe kwa yeye Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Yoeli mlango ule wa 3 mstari ule wa 9 hadi mstari ule wa 16. Sikilizeni neno la Mungu kama lilivyoandikwa katika kitabu cha Yoeli mlango ule wa 3 mstari wa 9 hadi mstari ule wa 16. Yoeli mlango wa 3 mstari wa 9 hadi mstari ule wa 16. Akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kwa hukumu walio hai na wafu. Na muamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo, hilo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, kufufuliwa kwa mwili na uzima wa milele. Amen. Gali tumesimama wapendwa wa sharika. Tunatanzia moja. Naomba nilete kwetu tanzia Mchungaji Yohana Kigao wa usharika wa Ufunuo Manzese katika jimbo letu la Magharibi Kahama. Amefiwa na mtoto wake anaitwa Rehema Yohana jana jioni hapa Kahama. Mazishi yamepangwa kufanyika huko Singida Tulia siku ya Jumanne. Baada ya kuaga mwili itafanyika kesho siku ya Jumatatu saa 7 kamili mchana katika usharika wa Ufunuo Manzese. Ngali tumesimama hivyo kwa unyenyekevu. Tutaimba wimbo namba 154 fungu la kwanza tu. Mara baada ya wimbo ule tutamuomba Mungu wetu. Ninataka kuingia ndani kwa Mungu, kwa na shida nikichoka njiani, Yesu nani ambia uningoje. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, nasi tunakuja mbele zako asubuhi ya leo. Bwana, ileta familia mtoto wako mpendwa wetu Mchungaji Yohana Kigao ambaye amefiwa na mtoto wake pamoja na mke wake. Bwana Yesu, endelea kuwatuliza, endelea kuwapa neema na baraka. Bwana Yesu, jua kwamba sisi hapa duniani hatuna mji unaodumu, maisha yetu yanapita. Bwana Yesu, kweli Bwana Yesu, nahitaji faraja itokayo kwako, kwa fariji watoto wako hawa, kwa walinde, kwa watunze Yesu Kristo. Kalifariji na kanisa la Ufunuo Manzese, kafaniki na bariki na jimbo letu la Magharibi Kahama, sharika zote Bwana Yesu, nami naziweka mikononi mwako. Wewe ukawe ndiye faraja pekee. Kuna mwingine aliye na faraja zaidi kama wewe. Faraja inapatikana kutoka kwako. Asante Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Nasi wa Kristo tunafarijana kwa njia ya sala, kwa njia ya neno na kwa njia ya nyimbo. Yesu nakusihi, wewe ukawe pamoja na sisi. Na umesema katika maandiko yako matakatifu ya kwamba wanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi hapa duniani si nyingi. Kweli maisha yetu yanapita Bwana. Kweli maisha yetu Bwana hayadumu hapa duniani. Tunakusihi Roho Mtakatifu ukawe pamoja nasi. Endelea kututuliza Bwana Yesu. Endelea kutuliza hata familia, endelea kutuliza hata ndugu, hata kanisa, hata jumuiya. Maana wewe ndiye mtulizaji mkuu. Hakuna mwingine anayetuliza isipokuwa ni wewe. Asante Baba yetu kwa kuwa wewe Mungu umesikia maombi haya. Na wewe Mungu utatenda na utajibu sasa na mapenzi yako. Ni katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kanisa kaeni. Naomba sasa nilete kwetu matoleo siku ya leo kama ifuatavyo.
Kwa leo ni tarehe 9 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, Jumapili yetu ya pili katika mwezi huu. Tutakuwa na matoleo aina 4 za matoleo siku ya leo. Toleo letu la kwanza itakuwa ni shukrani zote, fungu la 10 na malimbuko, sadaka za siri na naziri, shukrani ya pekee, shukrani ya kuzaliwa na shukrani ya wiki. Wale watu waliozaliwa mwezi wa 11 leo watamshukuru Mungu wao, kumwambia Mungu asante. Toleo letu la pili itakuwa bahasha zetu zote, ahadi, jengo, utumishi, dayosisi. Toleo letu la tatu leo hii itakuwa ni siku ya kumshukuru Mungu kwa matoleo, habari, maandiko na vielelezo. Na toleo letu la 4 itakuwa kutunza watumishi usharika kwenye ile kadi yetu ile ya kijani. Sasa niombe kwamba kwenye kadi ile ya kijani tutaunganisha pamoja na ahadi, jengo na utumishi, dayosisi, tutatoa pamoja, lakini naomba ile kadi ya kijani naomba tuiwekee kipaumbele zaidi, maana hiyo ndio kadi ambayo inatumika kwa ajili ya kulipa watumishi posho zao kwa ajili ya kuendelea kumtumikia Mungu katika roho na kweli. Hiyo kadi ya kijani nakusihi sana uweze kuitoa mapema kabisa, uiweke alafu urudishe kwenye ile kadi kubwa ile ya ahadi, jengo na utumishi, tutatoa pamoja. Na toleo letu la 4, toleo letu la 3 itakuwa ndio kama nilivyosema, habari, maandiko na vielelezo. Na nahitaji kumshukuru Mungu wetu siku ya leo. Naomba nirudie tena matoleo leo kama ifuatavyo. Tutakuwa na matoleo aina 3 za matoleo: shukrani zote, fungu la 10 na malimbuko, sadaka za siri na naziri, shukrani ya pekee, shukrani ya kuzaliwa na shukrani ya wiki. Kwa wale watu waliozaliwa mwezi huu watamshukuru Mungu wao. Toleo la pili itakuwa bahasha zetu zote, ahadi, jengo, utumishi, dayosisi, na pia habari, maandiko na vielelezo ambayo tunahitaji kumshukuru Mungu wetu. Naomba pia nirudie ile sehemu ile ya kadi ya kijani. Hebu weka nguvu, uunganishe hapo nguvu zako tuweze kumtolea Mungu katika roho na kweli. Mtolee Mungu kwa upendo kabisa, ukijua kwamba unasaidia watumishi wako. Tunapokwenda sasa kumshukuru Mungu wetu kwenye matoleo yetu ya siku ya leo, tutaimba wimbo namba 424, nionapo amani kama shwari. Wimbo namba 424, tunapokwenda kumshukuru Mungu wetu kwa matoleo yetu mbalimbali. Bahasha ziko pale nje kama una changamoto. Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Mshukuruni Bwana, liitieni jina lake, wajulisheni watu matendo yake. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba yetu wa mbingu na nchi, jina lako na litukuzwe kwa mambo yote ambayo umetutendea katikati ya maisha yetu katika wiki hii yote nzima, tangu tulipoianza mpaka hapa tulipo. Tunakushukuru Bwana kwa jinsi ulivyotuongoza na kutulinda na kututunza katika kila njia na mapito yetu yote. Kila mmoja Bwana umemuongoza, umemlinda, umemchunga. Kila mmoja umemtia nguvu na kumuimarisha katika utekelezaji wa majukumu na kazi mbalimbali. Tunakushukuru Bwana kwa kutupa heshima na kibali kuwepo tena katika madhabahu yako ili kuazimisha utukufu na ukuu wa jina lako, ili kukuabudu na kutukuza wewe, kwa sababu ni Mungu na wewe ndiwe ambaye unayetenda mambo makubwa zaidi ya yale tuliyoyawaza na kuyaomba mbele za uso wako. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako iliyotufunika, neema iliyotubeba na kutuleta mpaka hapa, toka siku ya kwanza ya juma mpaka siku hii ya leo ambayo ni siku ya 7. Nasi tunaungana na watakatifu wote kukuabudu na kutukuza wewe kupitia ibada ya siku ya leo. Tunaomba Bwana upokee shukrani za vinywa vyetu na mioyo yetu, lakini pia shukrani za mali zetu ambazo tunakuletea wewe katika madhabahu hii. Wewe ndiwe Mungu wetu na kwamba umetutendea yaliyo mema. Sadaka ambazo watoto wako wanazisogeza kwenye madhabahu yako ni itikio la ndani kwamba wameona wema wako katika maisha yao, wameona uwepo wako na nguvu zako nyingi zimewafunika. Ndio maana wamevutwa na huo upendo na uwepo wako katikati ya maisha yao. Wanakuja kwenye madhabahu yako kurudisha shukrani na sifa na heshima ambazo wewe Bwana unastahili. Tunaomba uwakubali na uwapokee kila mmoja anaposogea madhabahuni pako. Watakao kuja kwa shukrani ya fungu la 10 na malimbuko, na wengine wataleta shukrani ya pekee, shukrani ya wiki, shukrani ya kuzaliwa,
sadaka za siri na naziri. Tunaomba Bwana ukapokee shukrani hizi zote ambazo watoto wako wanazileta kwa unyenyekevu katika madhabahu yako, kila mmoja kwa namna ulivyomgusa na kumtendea wema. Tunaomba Bwana ukapokee shukrani hii na ukaliimarisha agano lako pamoja naye. Mungu endelee kusimama pamoja na watoto wako wote wanaokukimbilia katika madhabahu yako, wote wanaokutukuza na kuabudu kwa mioyo yao na kwa mali zao na kwa vipawa na muda wao mbalimbali. Bwana ukapokee shukrani hizi zote ambazo watoto wako watakutolea katika madhabahu yako, na upate kuwabariki tena katika maisha yao. Tunakushukuru Bwana hata kwa ajili ya matoleo yote ambayo tutakuletea katika ibada hii, bahasha zetu na matoleo yote ambayo yamepangwa. Yote hayo ni sehemu ya shukrani zetu na uaminifu wetu mbele zako Bwana. Mungu endelee kutubariki na kutulinda na kututunza kutoka kwenye madhabahu yako hii ambayo kila mmoja ataijia kwa maombi na sadaka na kukuabudu wewe. Tunaomba tena maongozi yako, tunaomba tena ulinzi wako, tunaomba tena utunzaji wako mzuri katikati ya maisha yetu. Bwana utuongoze katika wiki tunayoiendea, uwe mchungaji wetu mwema, uwe mfadhili wetu, uwe baraka yetu, uwe nguvu yetu, uwe ushindi wetu, uwe mafanikio yetu, uwe amani yetu, katika jina la Yesu. Tuokoe na yule muovu, tuokoe na mitego mbalimbali ya yule muovu na ila zake zote, bali wema wako Mungu uendelee kutufunika na sisi tuendelee kulitukuza jina lako. Ukibariki maisha yetu, ukibariki kazi zetu mbalimbali, ukibariki na familia zetu. Mungu endelee kutukuzwa na kuinuliwa katika mambo yote tutakayoyafanya kwa neno au kwa tendo, na utubariki tunapokuja kutumikia wewe na kukuabudu, tukuabudu katika roho na kweli, na jina lako likapate kutukuzwa katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Pokeeni baraka za Bwana ninyi nyote ambao umekuja mbele za uso wake kumwabudu na kumtukuza katika roho na kweli. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubariki utokapo, Bwana na akubariki uingiapo, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Kaeni wana wa Mungu, na sasa niwakaribishe hapa mbele wale wote wenye shukrani ya fungu la 10 pamoja na malimbuko. Karibuni hapa mbele ili mpokee baraka za Bwana, lakini pia mpate nafasi ya kumshukuru Mungu. Fungu la 10 na malimbuko, karibuni. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hongereni sana sana kila moja kwa kupata neema kufikia mwezi ambao Mungu alikuleta duniani. Hongereni sana. Tuwape mazito matatu. Mungu awabariki sana, endelee kuwatunza na kuwapa miaka mingine mingi yenye furaha na amani ambayo itakuwa na faida mbele zake Mungu, na Mungu aendelee kutukuzwa. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Siku zako zote Mungu akazihifadhi na kuzitunza mikononi mwake. Bwana akupe siku zenye furaha na amani, na uendelee kumtukuza yeye. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu awabariki sana. Mshukuruni Bwana. Sasa enendeni kwa amani yake. Happy birthday to you.
happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Karibuni kwa shukrani ya wiki. Mungu ambaye amekuwa mwaminifu katika njia zetu, majukumu na kazi zetu mbalimbali, ametukinga na mabaya mengi na hatari nyingi, lakini ametuhifadhi mpaka hapa tulipo. Karibuni hapa mbele wale wote mliojiandaa kwa shukrani ya wiki. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Kwa fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Nitaimba sifa zako mbele ya watu wote. Pokeeni baraka za Bwana, nene nyote mliomkimbilia Bwana katika madhabahu yake, kwamba Bwana ndiye nguvu yenu na wokovu wenu, nanyi pia siku zote awaonekanie na muendelee kumtukuza yeye. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana akubarikie katika njia zako zote utakazoziendea na wiki inayofuata. Bwana akubariki utokapo, Bwana akubariki uingiapo. Bwana akayatimize mashauri yako yote, na ukapate kumtukuza daima. Katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Karibuni, mumshukuru, mwenende kwa amani yake. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wako. Kwa wengine wote tukiungana na waliopita mbele kumshukuru Mungu kwa shukrani ya wiki. Na mara baada ya shukrani hiyo ya wiki kwa wote, sasa bawa tukuja hapa mbele, tutaleta bahasha zetu zote, ahadi na jengo, pamoja na kutunza watumishi wa usharika, ile bahasha ya kijani ambayo inatumika kulipa posho na mishahara ya watumishi wote wa usharika. Kwa hiyo ni kuombe sana kwamba hakikisha umezitumia bahasha zako zote na umeweka sadaka, na zote tunazileta kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Washarika, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo karibuni, tunaanza na shukrani ya wiki kwa wale ambao kufika mbele. Tukusanyikeni, joni tuombe, tuombe. Tuombe, tuombe, tuombe. Milieni Mungu kwa ajili ya taifa. Tuombe, tuombe, tuombe. Tukusanyikeni, joni tuombe, tuombe. Tuombe, tuombe, tuombe. Tumlieni
tumekuja mbele zako, tunaomba amani Bwana ya Tanzania. Tumekuja mbele zako kuomba kwako Bwana. Sikia, sikia, sikia. Ulitazame upya taifa letu Bwana. Amani, twaomba amani. Tumekuja mbele zako kuomba kwako Bwana. Sikia, sikia, sikia. Ulitazame upya taifa letu Bwana. Amani, twaomba amani. Mungu, tunaomba amani kwa ajili ya nchi yetu Tanzania. Tunaomba rehema zako Bwana ziende pamoja nasi. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba kwangu Bwana. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba kwangu Bwana, ndipo nitasikia toka juu, mimi Bwana, ndipo nitasamehe dhambi yao. Ndipo nitasikia toka juu, mimi Bwana, ndipo nitasamehe dhambi yao. Nitaiponya nchi yao wakinitafuta uso. Sasa macho yangu yataona maombi yao. Nitaiponya nchi yao wakinitafuta uso. Sasa macho yangu yataona maombi yao. Mungu Baba, itazame. Mungu Baba, itazame taifa, twaiombea nchi yetu Tanzania, ndani ya mipaka yetu, tujalie amani, twaiombea nchi yetu Tanzania. Mungu Baba, itazame taifa, twaiombea amani, nchi yetu Tanzania, ndani ya mipaka yetu, tujalie amani, twaiombea amani, nchi yetu Tanzania. Tunazuia umwagiliaji wako.
maana peke yetu hatuwezi. Tunaomba rehema yako iliyo kubwa, uturehemu sisi wa Tanzania. Kuna mahali yamkini tumekosa, Mungu endelea kututesea. Tusamehe Bwana, samehe kwa ajili ya vizazi vyetu. Tunaomba msamaha kwa ajili ya watoto wetu. Mungu, kuna mahali tunajikwaa, tunaomba rehema yako Bwana. Nchi yetu ya Tanzania tunaiombea amani, tunaomba amani kwa ajili ya viongozi wa nchi. Tunaomba hekima na maarifa zaidi Bwana, tupe hekima wa Tanzania. Tunapopita mitaani, hekima ikatoke kwako Bwana. Tupe hekima ya vivyo vyetu, peke yetu hatuwezi. Tunakataa maneno ya uchochezi, tunakataa mambo yasiyofaa. Bwana tusaidie, saidia mioyo yetu Bwana iweze kusimama na kudumisha amani katika jina la Yesu. Baba, ninaamini utakwenda kutusaidia. Hata sasa wewe ni Ebeneza. Amen. Asante Bwana, asante Jehova, asante Mungu, asante Bwana, tunakushukuru. Amen. Asanteni sana kwa ya Msamaria. Tuongeze makofi kwa ajili yao, kwa ajili ya wimbo wao kwa amani nchi yetu. Bwana wabariki sana. Asanteni sana kwa wimbo wenu mzuri. Naomba sasa washarika tusimame tupate sifa kwa ufupi. Mara baada ya sifa tutawaleta watoto wetu madhabahuni pa Bwana ili waweze kupokea baraka, waweze kwenda darasani kujifunza kwa amani. Aliyeniokoa, aliyeniokoa, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. 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 Tende namna hii. Lelele. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye mwamba, aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye mwamba, aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye mwamba, aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye
ninamjua aliye mwamba aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Music, cheza cheza. Sitasikia watu wanapiga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Yes, 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 yes. Amenikoma, aliniweka, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Amekukoma, amekuweka, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Amenikoma, ameniweka, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Amekukomboa, amekuweka, aliyekuokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Ninamjua, aliye mwamba, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Aliyeniokoa, aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Yeah! Aliyeniokoa, yes! Aliyeniokoa, yes! Aliyeniokoa ni Bwana. Aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Aliyeniokoa ni Bwana Yesu. Na milele, Yesu yeye yule. Asanteni sana. Naomba kanisa tuketi sasa, tuwalete watoto wetu. Samani kidogo, tunaomba mtulie kidogo. Wapi hao watu yao wale? Tunaomba basi tuwe tunawasiliana na madhabahu wapendwa. Naomba tuwe tunawasiliana na madhabahu. Sikilize mpaka mwisho tunasema nini.
Naomba sasa watoto wetu wa form 2 kidato cha pili wataanza mitihani yao siku ya kesho, na wenyewe tunahitaji pia tufanye maombi kwa ajili yao pamoja na watoto wetu hawa. Kama uko mzazi mahali hapo ulipo mtoto wako atafanya mtihani kesho, naomba ufike mahali hapa afanya maombi siku ya leo. Kama upo mzazi mtoto wako atafanya mtihani kesho, naomba basi ufike mahali hapa. Karibuni sana watoto wetu, karibuni. Wazazi pia karibuni. Praise sasa endeleeni. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia yote. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie. Wasifiwe wanafunzi, watoto na wazazi. Neno Mungu linasema tumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemea akili zako. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Kwa hiyo mwaminini Mungu hata katika mitihani ambayo iko mbele yenu. Kama ni mzazi, amini kwa ajili ya mtoto wako kwamba Mungu atafanya. Lakini akili pia isiyompa Mungu nafasi, hiyo ndio inayoharibikiwa au inayoshindwa kabisa. Lakini mpe Mungu nafasi, yeye atafanya. Anasema mimi ndimi Mungu nikufundishaye ili upate faida. Kwa hiyo muda wote ambao watoto wamekaa darasani, ni Mungu amekuwa akiwafundisha kupitia watumishi wake waliowekwa humo. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea, na siku zitakazofika za mitihani usiache kuomba, usiache kumpa Mungu nafasi, na sisi wazazi tuendelee kuwaombea. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwanza tunakushukuru sana kwa kutupa zawadi ya watoto katika kanisa lako na familia zetu na taifa pia. Tunayo kila sababu ya kusema asante kwa jinsi unavyowalinda na kuwatunza. Lakini kipekee tunawaleta mbele za uso wako vijana wetu wanaojiandaa kwa ajili ya mtihani wa kidato cha pili. Tunawainua na kuwaleta mbele za uso wako Bwana. Kila mmoja, wengine wako hapa na wengine kwa imani wazazi wao wameikaribia hii madhabahu yako, tukihitaji kwa pamoja msaada utokao juu. Ni kweli walimu wamewafundisha, wamewalea, wamewaelekeza pamoja na walezi na wazazi wao. Lakini tunakuhitaji sasa Mungu, usimame katika zamu yako na kwa nafasi yako. Uwasaidie watoto wetu wanapokwenda kuanza mitihani yao siku ya kesho. Tunawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, kila mmoja mahali pake. Bwana, tunaomba ulinzi wako wa kimbingu ukapate kukaa juu ya afya yake, ukapate kukaa juu ya ufahamu na akili zake pia, katika jina la Yesu Kristo. Tunaweka ulinzi wako kwenye vyumba vya mitihani, kwenye viti, kwenye meza watakazofanyia mitihani, kwenye karatasi na vifaa vyote watakavyovitumia kwa ajili ya mitihani. Tunaponya hali za hewa katika mazingira yote ya mitihani yao. Tunaomba uwepo wako Bwana ukapate kuwafunika, uwatakase, uwape mawazo mazuri na akili nzuri katika jina la Yesu. Kama ulivyosema katika Isaya kwamba wewe ni Mungu utufundishaye ili tupate faida. Tena ukasema kwamba watoto wetu watafundishwa na wewe Bwana, na amani nyingi itakuwa juu yao. Tunaomba Bwana ukasimame pamoja nao, uwape utulivu wa kiroho na wa kimwili, uwape akili nzuri na uwezo mzuri wa kukumbuka na kufanya vizuri katika masomo yote katika jina la Yesu. Tunawatenga na roho za uharibifu,
tunawatenga na roho za magonjwa na udhaifu wa kila namna, tunawatenga na kila mazingira mabaya yatakayowaondolea utulivu ndani yao ili wasifanikiwe vizuri. Amani yako Kristo ikapate kukaa pamoja nao, ikatawale kwenye mazingira yote ya shule zao wanazokwenda kufanya mitihani, ikatawale darasani, ikatawale kwenye mioyo yao na katika afya zao. Kwa jina la Yesu Kristo, wape utulivu wa kutosha wa kiroho na wa kiakili pia. Nguvu zako Bwana zikawafunike, uwakumbushe yote, maana umesema Roho Mtakatifu tukumbusha yote na kututia katika kweli yote. Uwakumbushe kwa njia ya Roho Mtakatifu wako Bwana yale yote ambayo wamejifunza darasani kwa miaka sasa miwili, na sasa wanakwenda kufanya hiyo mitihani ya kupima uwezo wao. Mungu ukawape neema hiyo, ukawafanye kuwa vichwa wala sio mikia tena. Roho ya kushindwa tunaikataa kwa jina la Yesu Kristo. Ziko zingine roho za uharibifu ambazo zimekaa kwenye koo zao, zingine zinatokea kwenye malango ya familia yao, tunazikataa kwa jina la Yesu. Ni majira yako Bwana kujitukuza kupitia watoto wetu hawa katika mitihani yao. Uwape kufanikiwa, uwape kufanya vizuri, wakawe juu wala sio chini, wakapate ufaulu wa juu wala sio chini tena, wakawe vichwa wala sio mkia tena, wakawe baraka wala sio laana tena, wakalitukuze jina lako Bwana. Tunaomba Bwana wabariki, watunze, wape amani ya kweli kwenye familia zao, mashuleni, kwa walimu na wasimamizi wao na walezi wao wote. Uwape amani na utulivu, wafanye mitihani yao vizuri. Tunawaweka na watoto wetu hawa wanapokwenda kwenye eneo lao la ibada. Mungu watulize, uwape utulivu wa kiroho na wa kimwili. Amani yako Kristo iwe pamoja nao, wajifunze yaliyo mema na siku zote kwa maisha yao. Wewe Bwana ukapate kutukuzwa, katika jina la Yesu Mwokozi wetu tumeomba, amen. Keni baraka za Bwana, wazazi, walezi na watoto wote. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana kuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana na akakufanikishe katika njia zako zote. Napoingia darasani kwenye chumba cha mtihani, Mungu akupe kufanikiwa, na kila mahali utakapopita Mungu awe pamoja nawe, katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Bwana awabariki na awe pamoja nanyi. Na sasa tunaomba wazazi mrudi na wale wa kidato cha pili, wale wa Sunday school, tuende sasa kwenye Sunday school. Mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie ataweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie anaweza yote. Yesu mwambie atakushindia. Yesu mwambie, mwambie Yesu, mwambie Yesu, mwambie. Ni Bwana Yesu asifiwe. Tunapoenda mbele za sasa kumshukuru Mungu wetu, fungue mioyo yetu ili neno la Mungu likawe baraka katika maisha yetu. Wimbo namba 427, sioni haya kwa Bwana. Fungu la kwanza tumeketi na la pili na la tatu, lakini tukianza la 4, naomba wote tusimame sasa ili tuweze kupokea mahubiri ya siku ya leo. Wimbo namba 427, sioni haya kwa Bwana. Sioni kamwe havirudi. Msalaba ndio asili ya mema, nitatua mzigo hapo. Nina uzima, furaha daima, njooni kafurahi.
mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni, jina lako na litukuzwe kwa neema hii kubwa ambayo umetupa machoni pako. Ni wakati ambao umetupa wa kusikia sauti yako, maelekezo, mafundisho na maonyo yako, ili sisi watumishi wako tukapate kupita na kutembea katika njia ipasayo, tukatende yale yatupasayo kwa ajili ya utukufu wako. Lakini kwa neno lako tupe nguvu mpya za kiroho na za kimwili, na tuendelee kukutumainia wewe na kuzaa matunda mema yatokanayo na imani. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Washarika naomba mketi. Tumepewa ujumbe katika ibada yetu ya leo, tunapojiandaa kwa ajili ya kuanza majira mapya ya mwaka wa kanisa. Tumepewa neno linalosema, neno kuu, tuvumilie hata mwisho. Tuvumilie hata mwisho katika Bwana. Na neno letu linatoka kwenye kitabu cha Injili ya Mathayo sura ya 24 mstari wa kwanza mpaka wa 13. Katika somo hili ambalo tumepewa, neno uvumilivu sio neno geni sana. Na uvumilivu ni hali ya mtu kustahimili katika mazingira magumu, yale yanayomsukuma na kumlazimisha wakati mwingine kukata tamaa au kutofikia viwango ambavyo alistahili au alitakiwa kufika, na ili asifike usongwa na vitu mbalimbali vingi vinavyomkatisha tamaa, na wakati mwingine vinamuumiza, wakati mwingine vinamrudisha kabisa nyuma, vinamchosha. Kwa hiyo tunapozungumza uvumilivu, ni hali ya kustahimili katika mazingira magumu, lakini ni hali ya uthabiti imara inayodumu katikati ya mateso na kungoja kwa tumaini la Bwana. Hali ya uthabiti imara inayodumu katikati ya mateso, lakini pia na kungoja kwa tumaini. Uvumilivu wetu kama kanisa sio katika kuumizwa tu na majaribu, bali kumuona Mungu katikati ya tatizo, katikati ya mazingira magumu, katikati ya mateso. Na badala ya kuona uchungu ndani ya tatizo, lakini tunamuona Mungu, tunaiona neema ya Mungu, tunatiwa nguvu, tunaimarishwa, tunapata tumaini la kuendelea mbele. Kwa hiyo sisi kama Wakristo na kama kanisa, uvumilivu sio tu kuona uchungu na maumivu, lakini bali ni kumuona Mungu katikati ya hilo tatizo. Kwa maana yake tatizo, mazingira magumu, majaribu au mateso ya kusaidie kuona nguvu na uwezo wa Mungu, kwa sababu uvumilivu hauji kama hakuna mapito magumu, kama hauji mazingira magumu, kama hauna maumivu, kama hauna vilio, kama hauna mahangaiko, uvumilivu haupo. Maana yake ili uvumilivu uwepo, maana yake ni katika mazingira magumu ambayo yanakurudisha nyuma. Lakini pia uvumilivu ndio kipimo cha uhalisia wa kile unachokiamini, wa kile ulichokikusudia. Kama ni safari, maana yake tunapozungumza uvumilivu, tunakupima kwamba safari ulioianza ya jambo lolote, umezamilia kweli au hukuwa umezamilia na wewe umeingia kwa mkumbo. Lakini aliyezamilia, maana yake huwa mvumilivu mpaka mwisho wa safari. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kuna mifano ya watu kadhaa. Ukimsoma Ayubu katika Ayubu 1:21-22, anasema, je, tupokee yaliyo mema tu na mabaya yaende kwa nani? Anasema Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Maana yake badala ya kuendelea kuona matatizo, kuona maumivu na uchungu, lakini anaona wema wa Mungu ni mkubwa zaidi kuliko maumivu na mateso aliyokuwa nayo. Ndio maana badala ya kunungunika, badala ya kulia, badala ya kukasirika, badala ya kurudi nyuma, yeye anamtukuza Bwana, kwa sababu anaona
neema ya Mungu ni kubwa zaidi kuliko maumivu na mateso aliyokuwa anakutana nayo. Kwa hiyo tunapozungumza uvumilivu, tunazungumza nguvu ya Bwana ambayo inatengenezwa ndani ya mtu kwa sababu ya lile tumaini alilonalo kwa ajili ya jambo fulani. Lakini tunamuona Yusufu katika Mwanzo 50 mstari wa 20. Anasema ninyi, anawaambia ndugu zake, ninyi mlinikusudia mabaya, lakini Bwana aliyageuza kuwa mema. Lakini hayo mema yasingeweza kutokea kama Yusufu angekosa uvumilivu. Hizo baraka alizokuwa nazo zisingeweza kutokea kama Yusufu angekosa uvumilivu na uaminifu kwa Bwana. Kwa hiyo mateso, majaribu, mazingira magumu yanatengeneza baraka au yanatengeneza neema ya Mungu kuwa kubwa zaidi katika maisha ya mtu. Na sisi tunasema mvumilivu jamani hula nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uvumilivu pia huambatana na uaminifu katika kusudi la Mungu. Uvumilivu huambatana na uaminifu, kwa sababu katika mazingira hayo magumu, wakati mwingine hali ya uaminifu inaondoka na unajaribiwa, hasa katika mazingira yale ambayo umeyawekea tumaini, umeyawekea tegemeo. Mawazo yako na akili zako na nguvu zako umezielekeza mahali pale, lakini mazingira magumu yanapokuja yanakupiga na kukutoa kwenye mwelekeo ulio sahihi. Kwa hiyo hapo kinachotakiwa ni uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uvumilivu huambatana na uaminifu katika kusudi la Bwana, kwa sababu kazi ya majaribu, kazi ya mateso ni kukuondoa katika mfumo sahihi, ni kukuondoa katika njia iliyo sahihi. Sasa wewe katika hilo jambo au katika hiyo njia ulikusudia kupita kweli, au na wewe ulifuata mkumbo? Ulizamilia kufanya kweli au ulizamilia tu kidogo bila kujua nini matokeo yake? Lakini pia tunaona katika mistari hii ambayo tumeisoma 13, Yesu anaanza mafundisho yake kwa kutoa angalizo. Anatoa onyo au angalizo. Kusoma mstari wa 4 mpaka wa 8 utaona kuna maangalizo pale, na angalizo kubwa anasema msidanganyike. Msidanganyike na mambo mengi yatakayopata ulimwengu. Msidanganyike na mafundisho mengi yatakayokuwa, kwa sababu katika mafundisho hayo watu wengi wataikana imani, watu wengi watayaacha mafundisho ya kweli, watashikamana na mafundisho yanayowapa wepesi kwenye maisha yao, lakini kumbe ndio wanayokana imani. Kwa hiyo anawaambia angalieni, msidanganyike, mtu asiwadanganye katika jambo lolote. Na hatari kubwa sio mateso bali ni udanganyifu. Kwa anachokizungumza hapa, pamoja na ishara zote anazozionyesha, sio tu mateso lakini udanganyifu ambao utawaondoa wengi katika imani, utawaondoa wengi kuwa waaminifu, utawatoa. Kwa nini? Watadanganywa, wataletewa vitu ambavyo vina sura ya ukweli lakini si vya kweli. Wana mfano, watakuja wana mfano wa utaua lakini si wataua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana ndiye atakayeulisi uzima wa milele, lakini asema bali ni yeye atendaye mapenzi ya Baba yangu. Na si kila king'aacho jamani ni nini? Kwa hiyo lazima haya yote uyachuji hata kiroho pia. Ndio maana Yesu anaambia msidanganyike, msidanganywe. Maana yake ili usidanganyike lazima uwe na ujuzi wa kutosha juu ya kile ambacho umesimama nacho. Uwe na uelewa mpana. Tunapozungumza habari ya kuvumilia katika Bwana, maana yake uwe na uelewa wa kutosha juu ya Bwana ambao unavumilia kwa ajili yake. Lakini kama una uelewa, maana yake utadanganywa, utaiacha imani, utaondoka kwenye uvumilivu, utakosa uaminifu, kwa sababu anasema yatakuwepo mafundisho mengi, manabii wa uongo wengi na watu wadanganyao wengi. Zitakuwepo nyakati za hatari, yatakuwepo matukio mengi mabaya ya kutisha, lakini msidanganyike. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Na anasema myaonapo hayo yanatokea, sio ule mwisho, lakini mtambue kwamba Bwana yu karibu. Kwa hayo yanayotokea
iwe ni njaa, iwe ni vita, iwe ni uadui, iwe ni fitina, iwe ni magonjwa, iwe ni ziki za namna yoyote, hayo ni dalili za kuonyesha kwamba Bwana anakuja. Na wale wanaomtumaini, maana yake wataendelea katika uaminifu, kwa sababu hizo ndio ishara za kujua Bwana yu karibu. Kwa hiyo wanafunzi wakataka kujua ni nini dalili na ishara za kurudi kwako. Yesu anaanza kuwaonyesha matukio yatakayokuwepo. Saa zingine hata haya tunayoyaona unaweza ukayaona katika mwili kwa sababu yanakuja katika mwili, lakini ndio ishara mojawapo za kurudi kwa Bwana. Unapoona watu wanasalitiana, unapoona watu wanagombana, wanafarakana, watu wanaanguka, wanarudi nyuma, watu wanaiacha imani, upendo, Biblia imesema na upendo wa wengi utapoa. Maana yake hizo ndio dalili za mwisho wa ulimwengu na Yesu kurudi mara ya pili. Lakini watu tunatafuta kuziona katika mwili. Mateso yanakuja katika mwili, lakini chanzo chake, msingi wake ni wa rohoni. Kwa wakati mwingine adui anaweza akakupiga mwilini na wewe kaona ni vita vya mwilini, lakini kumbe ni vita vya rohoni. Na ukidanganyika, maana yake utaenda mwilini, utatoka kwenye njia iliyo sahihi, na Bwana ndipo anaporudi unajikuta umeuacha uaminifu kwa Bwana, halafu Yesu anarudi anakukuta uko kwingine, sio katika mpango wake. Kwa hiyo msidanganyike. Msidanganyike. Myaonayo hayo, anasema changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa sababu saa ya ukombozi wenu imekaribia. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Haya mambo yapo, msisahau. Bwana asifiwe. Tumepita kwenye kipindi kigumu kidogo. Haya mambo ndio haya, usifikiri ni mengine. Usifikiri yatakuja kutajwa kwamba sasa ndio yameanza. Lakini anasema changamkeni myaonapo hayo. Hizo ndio ishara za kurudi kwa Yesu. Usitafute nyingine. Upendo unapokosekana kati ya mtu na mtu, usianze kutafuta labda huyu anachuki. Ndio hayo ambayo yamesemwa asili yake ni ya rohoni. Kwa hiyo wewe uwe na macho ya rohoni, na usipokuwa na macho ya rohoni utaona ni vitu vya kawaida. Utaona ni vitu vya kawaida. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kuyaangalia haya kwa macho ya rohoni. Usikurupuke, usikimbie. Saa zingine utakuta mtu tu anakuchukia bila sababu ya msingi, halafu na wewe unainuka kumchukia, kumbe ndipo Bwana anaporudi. Adui yuko kuangamiza au kulipotosha, kulipoteza kanisa. Sasa kanisa lazima lijue limeweka imani kwa nani. Tumaini letu kama ni kwa Bwana, tusidanganyike tukamwacha Bwana. Usidanganywe kwa namna yoyote. Soma neno la Mungu, utafute uso wa Bwana. Yesu anataja mambo yatakayowaangusha wengi na kukosa uvumilivu na uaminifu kwa ajili yake. Ametaja habari ya manabii wa uongo. Ametaja habari ya vita kati ya mataifa, taifa na taifa, ufalme kupigana na ufalme. Anasema kutakuwa na njaa, kutakuwa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Anasema hayo yote ni mwanzo wa utungu. Anasema mstari wa 9, wakati huo watawasaliti nyinyi mpate ziki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Bwana asifiwe. Saa zingine unapoona yanainuka haya, ni kwa ajili ya wateule. Kwa wakati mwingine tunaweza tukakimbia, ilienda ikaenda. Angalia usiupoteze uaminifu wako kwa Bwana. Katika mapito na ziki zote, katika maumivu na mateso yote, angalia usiupoteze uaminifu wako kwa Bwana. Kwa sababu haya yote yanakuja ili kukuondoa kwenye uaminifu, ili kuondoa uvumilivu ulio nao. Unaweza ukawa umetoka mbali, umekuwa mwaminifu, lakini dakika ya mwisho
uaminifu wako unaharibiwa. Mambo hayo anasema sio mwisho, lakini ni ishara ya kwamba yuko karibu. Kuvumilia hata mwisho katika Bwana ni mwenendo wa maisha ya imani yenye mizizi ya matumaini na utulivu wa roho. Ni mwenendo wa maisha ya imani yenye mizizi. Maana yake imani isiyotikiswa. Kwa sababu mvumilivu maana yake ni mtu ambaye hatikisiki katika jambo lolote. Kwa hiyo tunapokuja kwamba tuvumilie katika Bwana, si katika vitu vingine, maana yake ni maisha ya imani juu ya Bwana yenye mizizi ambayo haiwezi katikiswa wala kung'olewa na kitu kingine. Kwamba pamekuja kifo, pamekuja njaa, pamekuja hatari, pamekuja vita, pamekuja usaliti, uvumilivu juu ya Bwana unakufanya uendelee kusimama imara zaidi, kwa sababu unajua unatumaini au imani yako imejengwa, umeiweka kwa ajili ya nani? Na kama ni kwa ajili ya Bwana, maana yake hautamwacha Bwana. Anasema ni kitu gani kitakachotutenga na upendo wa Kristo? Je, ni ziki? Je, ni vita? Je, ni usaliti? Ni njaa? Ni mapigano? Ni kitu kipi kitakachotutenga na upendo wa Bwana? Tumtegemee Bwana, tumwamini Bwana na tumwamini Bwana katika maisha yetu. Uvumilivu ni nguvu ya ndani inayotokana na kuelewa maana ya safari ulio nayo. Kama ujui safari ulio nayo, hata unaweza ukaishia tu stendi pale ukasema nimefika. Kama ujui unakoenda na ujui faida ya safari ulio nayo, ukikutana na mtu njiani akakwambia chukua maji ya kunywa hapa turudi, unaona safari imeishia pale. Lakini anayejua anakoelekea, anayejua na thamani ya safari, maana yake hata kama pangetokea mikasa njiani, atapambana na akivuka salama anaendelea. Hawezi kuchoka njiani wala kurudi njiani. Ajali za njiani haziwezi kukatisha kwamba turudi nyumbani. Tutaendelea mpaka tufike mahali tulipokusudia. Na mimi nakuombea neema katika mazingira haya magumu tunayokutana nayo, yawe ya njaa, yawe ya ziki, yawe ya mapambano. Wewe mtazame Bwana kwamba safari haikatizwi na vita, haikatizwi na njaa, haikatizwi na usaliti. Safari yetu kwa ajili ya Bwana inaendelea mpaka Bwana atakaporudi. Haijalishi kuna wengine watapoteza maisha njia, ukisalimika endelea mbele. Hata manabii na mitume na waliomwamini wako waliouawa, lakini waliobaki waliendelea mbele, waliendelea kuwa sababu ya Mungu kutukuzwa. Kwa hiyo hata wewe ajali kazini kitokea, isikufanye wewe kusimama, endelea mbele, kwa sababu kila mmoja ana nafasi yake, ana mlango wake, ana neema yake. Neema yangu sio neema yako, mwisho wangu sio mwisho wako, endelea mbele. Na katika haya yote Biblia haikusema kwamba wote tutafika salama. Kuna wengine hawatafika, maisha yatakatizwa, lakini wawe ushuhuda kwa ajili ya wengine. Bwana asifiwe. Kuna wengine hawatafika kwa sababu hii ni vita. Hii ni vita. Sasa usianze na wewe kupambana kimwili. Usianze kutafuta kwa nini mwenzangu. Songa mbele katika Bwana. Huyo yameishia hapo. Hukujua Mungu aliweka maisha yake yaishie wapi. Kama wewe alikwambia uende paka Mwanza, sasa aliyekatiza maisha yake yakaishia Isaka, kwa nini wewe unataka utafute kwa nini? Mungu ndiye aliyepanga. Na mimi katika kitu ninachoamini, kama tunamwamini Mungu, hakuna jambo linaweza kuzaliwa kwenye maisha yako asilolijua Bwana. Hata kama halikufurahishi, hata kama halikufurahishi, lakini kama Mungu ameliacha lije, lina makusudi yake. Kama Mungu ameliacha lije, lina sababu yake. Kusimsaidie Bwana, ila mtafute Bwana akusaidie kujua sababu kwa nini yako.
Ndio maana Paulo akasema mshukuruni Bwana kwa kila jambo. Sasa tukianza kugombana, tukianza fitina, tukianza chuki, tumeuacha upendo. Anasema upendo wa wengi utapoa. Tumeuacha upendo. Tumeuacha upendo. Bwana asifiwe kanisa. Hebu mshukuruni Bwana. Utafuteni uso wa Mungu. Utafuteni uso wa Mungu. Mtumainini Bwana. Mwaminini Bwana. Kila mmoja Mungu amemratibia maisha yake. Yote yanaweza yakata. Hatukuahidiwa kwamba tutafika katika ufalme wa Mungu kwa njia nyepesi. Lakini lazima tupimwe. Na wakati mwingine unapimwa hata kwenye familia yako. Saa zingine unaweza ukatazama mambo mengi, lakini mengine utapimwa kwenye familia yako. Mengine utapimwa mwenyewe. Mengine utapimwa kazini. Mengine utapimwa kwenye ndoa yako. Mengine utapimwa kwa watoto wako. Mengine utapimwa kwa wazazi wako. Mengine utapimwa, kila mmoja kuna namna atakayopimwa. Bwana asifiwe sana. Kuvumilia katika Bwana. Sasa tukisema kuvumilia katika Bwana, tofautisha na uvumilivu wa kidunia. Taa zingine kidunia nasema hii haiwezekani Bwana, lazima tujipa. Hapana. Mwache Mungu kwenye nafasi yake. Kwa ndio maana kasema mimi ninachokiamini, kama tunamwamini Bwana, kila jambo lina makusudi ya Bwana. Kila jambo. Lakini tukitaka kujua, hiyo ni issue nyingine sana. Kazi yetu Biblia inasema tuombe sawa sawa na mapenzi yake. Tuombe kwa uaminifu. Tuombe kwa upendo. Tuombe kwa uvumilivu na utulivu. Yaani maumivu na mateso yasiwe mlango wa kututoa kwenye uaminifu wetu. Yasiwe mlango wa kutuhamisha juu ya imani tulio nayo. Uvumilivu wetu uwe katika Bwana, sio kwenye mali, sio kwenye vitu, sio kwenye vitu au kwa watu. Uvumilivu wetu katika Bwana. Na ndio maana nasema mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Uvumilivu sio kuumia kimya kimya ndani, bali ni kuchagua kusimama katika imani imara. Bwana asifiwe. Uvumilivu wetu sio kuumia ndani, ni kuchagua kusimama katika imani. Na tukichagua kusimama katika imani, maana yake hatutaona mateso yale kuwa ni kitu kikubwa zaidi ya upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Upendo wa Mungu utaonekana ni wa maana sana. Ndio maana mahali katika Yeremia 29:11 anasema ninajua mawazo ninayowawazia ninyi. Na wakati anazungumza haya, anazungumza na watu walio na maumivu. Anazungumza Mungu na watu walio kwenye mateso. Anazungumza Mungu na watu walio katika mazingira magumu. Lakini Mungu anawaambia ninajua mawazo ninayowawazia. Kwa hata sasa tumngoje Bwana. Tuwe na tumaini katika Bwana. Tuwe na subira. Subira yavuta nini jamani? Yavuta heri. Uvumilivu wetu ni kuendelea kuamini kwamba Mungu yupo hata katikati ya magumu, hata katikati ya mateso, bado tunapaswa kumuona Mungu. Mateso yasikurudishe nyuma. Uvumilivu ni ushirikiano kati ya neema ya Mungu na uaminifu wa mwanadamu. Mungu anatoa nguvu na mwanadamu huchagua kuwa mwaminifu katika nguvu hiyo ya Mungu. Na Mungu anatuwezesha, na sisi ndio tunaochagua kukaa kwenye uwezesho huo wa Mungu. Lakini ukichagua kukaa kwenye uwezesho wa mwanadamu, utawezeshwa kibinadamu. Ukichagua kukaa katika nguvu ya mwanadamu, utaishi katika matumaini hayo. Lakini sisi tukimwamini Bwana, tukamtumainia Bwana, tukamwishia Mungu katika maisha yetu, huyo ndiye peke yake ambaye anasema akili zake hazichunguziki, hachoki wala azimii na akili zake hazichunguziki. Huwaongezea nguvu wale waliochoka, na huwapa uwezo wa kupiga mbiu wala wasichoke tena. Mungu atupe neema kanisa. Mungu atupe uwezo
ambao unatoka kwake utakao tusaidia kustahimili. Tunazungumza juu ya maisha ya kiroho, tunazungumza juu ya hatari na matisho na vita na mapigano na manabii wa uongo ambao wakati mwingine wametupa vitu vigumu kwenye maisha yetu, wametujengea hofu. Wakati mwingine tumeshindwa hata kumwabudu Mungu ipasavyo. Kwa nini? Manabii wamekuja na maneno ya Mungu tofauti na injili ya Bwana. Usipofanya hivi itakuwa hivi, lakini neema ya Mungu ikikaa juu yetu itatusaidia. Ndio maana nasema msidanganyike, msidanganywe, msiuache uaminifu. Muaminini Mungu, tulieni kwa Bwana, tegemeeni Mungu, muishieni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako. Anasema kwenye Yakobo, heri mtu yule astahimilie majaribu, maana akisha kukubaliwa ataipokea taji aliyowawekea Bwana wale wampendao. Mwisho sio umepambanaje, mwisho ni kwamba umemalizaje. Mungu anachokitazama katika haya yote, haya ni vipimo. Kwa hiyo haangalii ulianzaje, haangalii ulipambanaje, ulipitaje, lakini anaangalia umemalizaje katika Bwana, umemalizaje katika imani. Na ndio maana tunasema namkataa shetani na mambo yake yote, najitoa kuwa wako, Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutegemee na kukutumikia kwa uaminifu mpaka nitakapo kufa. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima wa milele. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu, Baba mwenye huruma, tunakutukuza kwa kuwa wewe ni mwaminifu juu ya maisha yetu. Tunanyenyekea kwako na kujikabidhi mikononi mwako. Umetupa neno hili la uzima, linalotupa matumaini, linalotupa ushindi, linalotupa nguvu za kuendelea mbele katika tumaini lililo jema. Yumkini Bwana, katikati yetu wako waliokutana na adha mbalimbali, wako waliokutana na maumivu mbalimbali, wako waliokutana na hofu na mashaka kwenye maisha yao, na wengine hata uaminifu kwa ajili yako Bwana ukaondoka. Lakini katika ibada hii turudishe tena, tukae katika upendo wako, tudumu katika imani ya kweli, tukutegemee wewe katika maisha yetu, wala tusikuache hata ukamilifu wa dahari. Neema yako Bwana iendelee kutufunika, iendelee kukaa pamoja nasi, iendelee kutustahilisha katikati ya mapingamizi, katikati ya uharibifu na magumu mengi. Uwepo wako Bwana ukatufunike, ukae pamoja nasi. Tunakushukuru Bwana kwa kuwa wewe ni mwema. Upendo wako uendelee kutufunika, uendelee kukaa pamoja nasi. Watie nguvu walio dhaifu, waliokata tamaa, waimarishe, wape tumaini hilo jema, wadumu katika imani ya kweli, wakutegemee na kutumikia kwa uaminifu katika maisha yao mpaka mwisho wa dahari. Na wewe umesema Bwana utakuwa pamoja nasi hata mwisho wa dahari. Bwana, usituache wala usitupungukie. Neema yako iendelee kutufunika na kukaa pamoja nasi, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo tumeomba, amen. Neno la Bwana Yesu asifiwe. Tunapokwenda kumalizia matoleo yetu, toleo la mwisho litakuwa ni toleo la maandiko, habari na vielelezo ambalo tutalitoa, na niombe tena
kama tulivyotangaza msiba ambao umetokea kwa mchungaji wetu katika jimbo letu. Amefiwa na mtoto wake, tena ni mtoto wake wa kwanza, na ni mtu mzima kabisa, sio wala mtoto mchanga, mtoto wake wa kwanza. Kwa ufili maumivu hayo yalivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na tunahitaji kutunza msiba ule, na sisi kama wanajimbo ni wajibu wetu. Kwa hiyo nitaomba baada ya toleo hili la mwisho tutaweka tena kikapu kwa ajili ya lambilambi na kutunza msiba huo. Na sio sisi tu, ni jimbo zima sasa tunawajibika kufanya wajibu huo. Kwa hiyo nitawaomba kila mmoja, nawezekana ni dharura kweli na ni dharura kweli, kwa sababu hilo limewekwa na Mungu, sio una mwanadamu. Kufanya kile tu utakachokiweza, utafanya kile utakachokiweza ili basi tuweze kutunza msiba ule mpaka dakika ya mwisho. Ni sehemu yetu ya faraja, ni sehemu yetu ya kuitia moyo familia ya mchungaji. Kwa baada ya toleo la maandiko, habari na vielelezo, basi tutaweka tena toleo la mwisho kwa ajili ya lambilambi na kutunza msiba ambao umempata mchungaji wetu katika jimbo letu. Msamaria kwaya, karibuni. Mbingu zimejaa utukufu, nchi imejaa utukufu, jina lake ni kuu, wa kuabudiwa. Tumesikia habari zako na macho yetu yameona kazi zako. Wewe ni Mungu Baba, ni wa kuabudiwa. Imejaa utukufu, jina lako ni kuu Baba, wewe wa kuabudiwa. Tumesikia habari zako na macho yetu yameona kazi zako. Wewe ni Mungu Baba, ni wa kuabudiwa. Sasa enyi watu, mshukuruni Bwana, kwa maana ametenda mambo ya ajabu. Alikausha bahari na mito, Israeli wakapita pakavu. Huyo ndiye Mungu wa kuabudiwa. Mshukuruni Bwana, mshukuruni Bwana,
Mshukuruni Bwana, mshukuruni Bwana, kwa maana ametenda mambo mengi ya ajabu. Mshukuruni Bwana, pazeni sauti zenu, kwa maana fadhili zake Bwana zadumu milele. Mshukuruni Bwana, mshukuruni Bwana, kwa maana ametenda mambo mengi ya ajabu. Mshukuruni Bwana, pazeni sauti zenu, kwa maana fadhili zake Bwana zadumu milele. Salamu Yesu Bwanangu, tuombee matoleo. Mungu mwenye neema na rehema, umetupa fadhili nyingi, kwa hiyo tutakusihi uyapokee matoleo ya watu wako katika upendo wako, uyatume yalete matunda ya kiroho, ili ufalme wako uenezwe hapa na pote duniani, kwa Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Amen. Nimrudishie Bwana nini? Nitakipokea kikombe cha wokovu. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru. Mwenyezi Mungu Baba wa rehema, umeagiza maombezi yafanyike kwa ajili ya wote. Twakuomba uliongoze kanisa lako takatifu ili dumu na kukua katika umoja na ushuhuda wake. Ulimwenguni mote imani yetu izidi. Tunaiombea serikali yetu, uipe neema, ituongoze katika mema yote. Nchi na iwe na amani, nasi tuishi katika amani na kuwa na mafanikio na kubarikiwa katika kazi zetu, tusipatwe na mabaya. Tunaombea wote wenye shida mbalimbali, ugonjwa. Kipekee tunasogeza mbele zako watoto wako Mchungaji Ernest Ambalangu, Debora Albert, Josefati Mwandiri, Mabala Mboje, Mary Kweka, Joyce Mdeme na Shokigwa Shani. Bwana, tunaomba watoto hako hawa, Mungu ni wadhaifu katika miili yao, tunaomba uzima, tunaomba uponyaji wako, uwafinyange Bwana. Ninaachia damu ya Yesu ipite katika mishipa yao, ipite katika nyama zao, katika mifupa yao, ina uzima, ina uponyaji Bwana, wakae wazima na katika kuendelea kutumikia Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, tujalie tufurahie utukufu wa ufalme wako mbinguni pamoja na wote waliofariki katika Bwana. Tujalie hayo Baba, kwa ajili yake Yesu Kristo mpatanishi na mwombezi wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe,
ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamee makosa yetu kama nasi tumelikosea, usitie majaribuni, lakini utuokoe kwa yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu na hata milele. Amen. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana. Aya yetu ya siku inasema, mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Pokeeni baraka za Bwana. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake, akupe amani yake. Bwana na akuongoze tena katika wiki unayoiendea, akuchunge, akulinde na kukutunza na kukufanikisha katika kila jambo utakalotia mkono kufanya kwa njia iliyo halali na njema. Bwana akakupe kufanikiwa katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Matendo Bwana usikie maombi yetu. Amen. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nimkaribishe sasa katibu kwa matangazo. La naposogea katibu kwa matangazo, niwakaribishe wageni wote ambao wameshiriki nasi katika ibada hii ya kwanza. Karibu wote, tunaomba sasa msimame tutambue uwepo wenu. Wageni wote mliosali pamoja nasi, karibuni. Simama mahali ulipo, tutatusalimia kwa kutupungia mkono. Wageni karibuni. Hatuna wageni, basi tumshukuru Mungu tu kwa mazito matatu. Bwana ubariki. Karibu katibu.